Mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kulikuwa kuna hili sakata ambalo lilikuwa limeibuka hivi karibuni kati ya Zuchu na Diamond, lakini pia vile at the same time baada ya Zuchu na Diamond kutengana. Hii ilitokea baada ya Zuchu mwenyewe kutangaza kwamba yeye na Diamond basi wameachana. Ni kwamba huku upande wa pili bwana, kulikuwa kuna fukuto jingine lilikuwa likiendelea kati ya Mwijaku na mkewe. Na hiyo bwana ni baada ya video chafu kuvuja huko mtandaoni zikiwa zinamuonyesha Mwijaku akiwa yuko Uturuki, kama sio Uturuki, Dubai, akiwa anamchezea mwanamke mwingine, na inafahamika kwamba Mwijaku bwana ni mtu ambaye yuko kwenye ndoa. Sasa kitendo cha kuonekana akiwa anachezea makalio ya mwanadada mwingine huko Dubai bwana ni jambo ambalo lilikuwa linahatarisha kabisa ndoa yake. Jambo hilo bwana lilikuwa linaonyesha kabisa kwamba ndoa ya Mwijaku inaweza ikaharibika muda wowote. Lakini sasa kitu ambacho kimekuja kushangaza watu ni kwamba mke wa Mwijaku, kila mtu alikuwa anasubiri aone kwamba je, mke wa Mwijaku atareact vipi baada ya hizo video kuvuja. Tulichokiona ni kwamba mke wa Mwijaku ndo kwanza akawachamba wa Tanzania ambao walikuwa wanasubiri kumuona yeye akiwa anagombana na Mwijaku, ambao walikuwa wanasubiri kumuona yeye akiwa anamsema Mwijaku au wanaachana, ndoa yao inavunjika. Ni kwamba mke wa Mwijaku bwana akawaambia watu waache kiherehere. Mwanamke waache ujuaji. Hebu ambie geukia kule. Geukia kule. Waambie. Acheni ujuaji. Rudia tena kwa nguvu. Acheni ujuaji. Mke wa Mwijaku bwana ndo kwanza akaja kuwaambia watu waache ujuaji. Umeona bwana baada ya zile video za Mwijaku na yule mwanadada mwingine huko Dubai kuvuja, mambo ndo yakawa hivyo. Sasa basi baada ya hiyo kutokea bwana, Zuchu bwana, nadhani hii ni kitu ambacho kimemgusa kweli kweli, kuona kwamba ndoa ya Mwijaku haiteteleki. Hii bwana imeonekana kwamba ni kitu ambacho Zuchu yeye amevutiwa nacho, kuona kwamba ndoa ya Mwijaku haiteteleki hata kama ikiwa inapitia changamoto nyingi kiasi hicho. Kutokana na hilo bwana, Zuchu ameenda kucomment katika page ya Mwijaku pale. Hii ni nadhani kwa upande wangu mimi naiona hii nadhani mara ya kwanza au tokea mwaka huu uanze, hii ni mara ya kwanza naona Zuchu ameenda kucomment katika page ya Mwijaku, ambapo hapa ameandika kwamba Allah awaweke mpaka mzeeke, kisha akaweka pale emoji ya kopa akamalizia DC. Zuchu ameenda kucomment katika ukurasa wa Mwijaku hivyo kwamba Allah awaweke mpaka mzeeke, akaweka emoji ya kopa then DC. Hii bwana inaonyesha kwamba Zuchu ameadmire kile ambacho kinaendelea, kwamba katika mahusiano ya Mwijaku na mkewe, ndoa yao bwana haiteteleki kiurahisi rahisi, japokuwa wanapitia vigingi vingi, na amewaombea kwa Mwenyezi Mungu awaweke mpaka wazeeke wasiachane. Na mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya story ambazo zina make headline huko mtandaoni bwana ni hii issue ya mwanadada Zuchu. Zuchu bwana ameibua mazito kweli kweli, na kwa kifupi tunaweza kusema kwamba Zuchu ndiye anayetrend sasa hivi, lakini kutrend kwa Zuchu kunapelekea pia vile Diamond Platnumz pamoja na timu nzima ya WCB trend, kwa sababu kwa namna moja au nyingine hili swala bwana limewahusisha wote kwa ujumla. Bwana, hii issue imeanzia katika mara tu baada ya sherehe ya baada ya sherehe ya kuadhimia miaka 59 ya Mama Dangote. Maana Mama Dangote bwana ilikuwa ni birthday yake hivi karibuni mnamo tarehe 7, lakini akaamua siku ya juzi kufanya party nyumbani kwake kule Madale jijini Dar es Salaam. Sasa katika party ile ambayo Mama Dangote aliamua kuifanya moja kwa moja bwana, jambo ambalo limemake headline zaidi katika party hiyo ni kwamba yani tokea birthday ya Mama Dangote ilivyoanza ni kwamba Zuchu hajajihusisha na lolote, jambo ambalo likawa kama vile limewapa majibu mashabiki na wadau mbalimbali huko mitandaoni kwamba huenda Mama Dangote na Zuchu bwana hakuna maelewano mazuri kati yao. Hivyo basi moja kwa moja ni kwamba wadau wakaanza kufuatilia hili swala kwa karibu zaidi ili waweze kufahamu kwamba nini kinaendelea, lakini kikubwa zaidi tukawa tunamuona mwanadada mwingine ambaye ameshawahi kuhusishwa katika mahusiano ya kimapenzi na Diamond. Hapa tunamzungumzia Aaliyah. Tukamwona Aaliyah bwana kwa namna moja au nyingine akawa ni mmoja kati ya watu ambao wako karibu sana na Mama Dangote. Aaliyah alionekana akiwa mpaka kuna kipindi tuliona Aaliyah akiwa yuko amempelekea keki Mama Dangote. Aaliyah ameonekana kumjali na
kuheshimu au kuthamini siku ya kuzaliwa ya Mama Dangote. Lakini wakati huo huo, upande wa pili bwana Zuchu ambaye ndiye mke wa Diamond hatujamwona akijihusisha na lolote. Hivyo basi baada ya hayo yote kutokea, tukaja tukashuhudia bwana, siku ile tulikuletea hapa Trend TV video tukiwa tunakuonyesha kwamba wakati Diamond anaingia pale Madale kwa mama yake katika kuadhimisha miaka yake 59 bwana, sasa jambo ambalo tumeliona ni kwamba Baba Levo alikuwa yuko naye pale karibu. Moja kwa moja waandishi wa habari kabidi wamuulize Diamond kwamba mbona hatumuoni hatumuoni mkeo Zuchu, umekuja mwenyewe, Zuchu hayupo, nini kimetokea au nini kinaendelea? Baba Levo akadakia hiyo mada moja kwa moja, akasema kwamba Zuchu ni mjamzito, hawezi akaja hapa na tumbo likiwa juu, mtamkanyaga na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja Baba Levo akaja ku clear the air kwamba Zuchu ni mjamzito. Kwa hiyo basi kama vile kawa ameua hiyo kwamba sababu ya Zuchu kutokumuona katika birthday au katika maadhimisho hayo ya miaka 59 ya Mama Dangote, sababu ni kwamba Zuchu ni mjamzito. Lakini katika pati ile bwana, kama umechunguza vizuri au kama ulitazama vizuri kabisa bwana, pale Diamond alikuwa amezungukwa na maex wake wote, karibuni wote tunaweza kusema hivyo, hususani wale ambao wako ndani ya nchi na ambao hawana ugomvi wowote na Diamond. Unajua bwana, sometime Diamond huaga na tabia tu ya kumove on bila kuwepo na ugomvi. Kwa hiyo maex wanakuwa ni wengi na wengi wao anakuwa hana ugomvi nao. Kwa hiyo hata kama ukiwa kuna jambo anaweza kawaalika na wakaja. So hilo ndilo tuloliona bwana katika pati ile ya Diamond Platnumz, katika pati ya Mama Dangote ambapo Diamond bwana, ukiangalia tu kwa haraka ilikuwa inaonekana kabisa wazi kwamba amezungukwa na maex wake karibuni wote, na ni moja kati ya vitu ambavyo vilimeke headline. Sasa basi kama unavyojua Diamond akiwa sehemu moja na maex wake lazima madrama yatakuwepo. Lakini pia kama unavyojua Diamond bwana ni anapenda wadada, na pia vile vile wadada bwana ndo kipenzi chao. Hivyo basi katika ile party bwana, tukamwona Diamond akiwa anawanyanyua wadada mbalimbali anacheza nao. Kwa mfano moja kati ya video ambazo zimeenda viral, kuna mdada ambaye Baba Levo alimuita pale kwa ajili ya kwenda kumtunza Mama Dangote. Ule dada na bonge moja la shepu, Diamond akawa anafurahi kweli kweli kumuona. Watu hiyo video ilienda viral kwa mtandaoni kwamba Diamond bwana anaweza karuka na huyo binti. Lakini pia vile vile tukamwona Diamond akiwa ameenda kumnyanyua Nana Dolls. Umeona bwana mrembo mwingine huyo mjini anasumbua kweli kweli. Diamond tukamwona ameleta ukaribu na Nana Dolls wakiwa wanacheza pamoja, wanazungumza mawili matatu. Pia vile vile hiyo video imeenda viral. Diamond tumemwona akiwa yuko na Nai official karibu kabisa, Bennett na Nai. Umeona bwana, jambo ambalo pia limefanya hiyo video nayo pia ikaenda viral. Lakini pia vile vile bwana ni kwamba Diamond Platnumz tukamwona na mwanadada anaitwa Officialini, naye pia alialikwa katika ile shughuli, jambo ambalo linafahamika kwamba Officialini pia ni moja kati ya maex wa Diamond Platnumz, pia hiyo ikaenda viral. Lakini ukachana na hiyo pia vile vile jambo lingine ambalo limepelekea hii issue ikaenda viral huko mtandaoni ni kwamba kuna yule bidada ambaye alishawahi kufanya video mbili na Diamond Platnumz, bidada ambaye tumemwona katika video kama vile yatapita. Bidada yule